Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo mercredi le 11 mars 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Taarifa zetu mbichi ambazo tumewaletea mchana wa leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita katika maeneo tofauti. Tuwape habari kabisa kutoka kwenye ligne de fond. Tutawapeleka mjini Goma. Mjini Goma confusion ingali kuhusu drone ambazo zilishambulia vile ya Goma. Wengi wanaendelea kujiuliza drone hizo zilikuwa zimetokea wapi, kwa sababu mji wa Goma kabisa unalindwa na mashine anti-aerienne mengi ambayo haiwezekani kabisa drone kukufa kufika pale. Tutaongelea kuhusu hayo kidogo, analize zetu kidogo kabisa zitawafikia kuhusu hayo. Upande mwingine tutawapeleka katika Minembwe tena siku ya leo kulifika ingine drone kule Minembwe ilifika kule, na apre kuonekana kwa drone hiyo tena ikaenda. Ile drone mbone ilifika pale Minembwe, ni kwa nini kabisa, ni kipi kinachoendelea Minembwe? Na mnakumbuka ya kwamba siku ya jana zingine zilikuwa zimeshambuliwa na FARDC, zikakuwa bombarde zote, donc zikalunguzwa. Tutawapeleka katika maeneo tofauti. Kule Walikale wapiganaji watatu wa wazalendo waliuawa wakati wa ugomvi pamoja na mwanajeshi mmoja wa FARDC. Katika mji wa Beni siku ya leo moto uliwaka pale kwa aeroport ya Beni ya Mavivi. Chanzo cha moto huo kabisa kilikuwa nini, tutawaambia kabisa yote. Kama kawaida mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa naendelea kuzipata habari zetu zote. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na msisahau kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa mkizipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi, gusa hapo kwenye titre pale ya chini ya titre mdescription, utapata linki yetu. Guse kwenye linki hiyo ukijiunga, au utuandikie hata kwenye namba hiyo ya WhatsApp ambayo unaiona hapo chini. Bila shaka kabisa taarifa zetu mbichi utakuwa ukizipata 5 kwa 5. Habari zetu mbichi za mchana wa leo tutazianzia pale Muvile ya Goma. Muvile ya Goma, mnajua asubuhi ya leo mapema 4h du matin kulifanyika mashambulizi ya ndege ambazo zilishambulia maeneo tofauti pale katika mji wa Goma. Apre frappe zile kupiga kabisa mji wa Goma, hali ilirejea kuwa ya utulivu na kazi zikaanza kama kawaida. Zile mabombe zilikuwa za asubuhi ya leo mapema. Zilikuwa asubuhi sana mapema, ilikuwa 4h du matin. Sasa watu ambao waliamka kabisa na kuona moto huo walikuwa wametekwa na oga, donc walikuwa na wamepatwa na hofu sana. Me apre hayo yote kufanyika, wakaona ya kwamba mashambulizi hayaendelei, maisha yaliendelea kuwa ya kawaida. Wachuruzi, wafanyabiashara tofauti, wamotare, waendesha pikipiki waliingia ndani ya kazi zao. Maisha ikaendelea kuwa ya kawaida. Na apre bombardement za drone ile katika mji wa Goma, hapo habari mingi zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, habari tofauti. Katika habari ambazo zilisambaa, kuna habari ambazo mlizipata zikisema kwamba pale mjini Goma haiko ndege ambazo zilifanya hivyo. Ilikuwa mashambulizi ambayo yalifanyika pale na njoo kukaangushwa mabombe
haiko ndege ambazo zilianguka pale. Mliona maanalize tofauti baada ya uchunguzi kabisa wakina katika mji wa Goma kuhusu hayo, ni ndege drone ambazo zilishambulia pale maeneo tofauti, mkiwemo pale kwa Mama Olive Lembe, na drone zile kabisa zilifanya mashambulizi maeneo tofauti. Nadhani kwamba waliozifuata habari zetu za asubuhi ya leo walipata hizo habari, na hayo yote kufanyika, confusion yenye ingali pale ni kujua sasa realement zile drone ni za FARDC ama ni drone ambazo zilikuwa zimetoka wapi. Après bombardement ile AFC M23 ilishutumu FARDC kuwa ndio ambayo ilifanya atake zile pale mjini Goma na ikabombarde maeneo tofauti pale kwenye walibombarde mu quartier Himbi. Na hapo sasa habari zinaendelea kukua tofauti. Wengine wanasema no, haiwezekani kabisa, haiwezekani pale Goma ndege za FARDC zifike pale, kwa sababu mji wa Goma uko sécurisé kabisa na mashine anti-aérienne. Donc système de défense ya mji wa Goma iko ya hali ya juu, ambapo haiwezekani kabisa FARDC iweze kufanya operation pale mvile ya Goma ikitumikisha drone. Iko pale mvile ya Goma. Vile ya Goma mnajua ni vile kwanza ya maana kwa AFC M23, kwa sababu hayo ndio yenye tutaita kwanza kapitale ya maeneo yote ambayo AFC M23 ishaka ya kamata. Na vile ya Goma ndio kwenye kuna kwaka Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Makenga na wengine viongozi tofauti. Sasa pale kabisa kuna system de defense ya hali ya juu, ambapo haiwezi kabisa ikakuwa rahisi kwa FARDC kuweza kufanya atake ya drone pale katika mji wa Goma. Wengi waangalizi wanaendelea kusema kwamba uchunguzi kabisa ndio kitu ambacho kitaacha ukweli unajulikana, kwa sababu drone ambazo zinaweza hata kuingia pale Goma na kufanya mashambulizi hayo haziwezi zikaondoka, kwa sababu zile masysteme de defense, mashine anti-aérienne nazo zinaweza zikashambulia kabisa zile drone, haziwezi zikaponyoka hapo, na hakukonekana kabisa drone hata moja ambayo ilishambuliwa. Na mji wa Goma uko bien sécurisé. Ndugu zangu, tuendane 5 kwa 5. Kama ni eneo ambayo AFC M23 yenye iko nayo yenyewe wanaisekirize sana ni vile ya Goma, kwa sababu pale ndio kwenye kuna kwaka vitu vyote kabisa vya AFC M23. Viongozi wanakwaka pale, mpango yote ya AFC M23 wanaifanyaka pale mvile ya Goma. Ndiyo maana pale mvile ya Goma biko kabisa fasile kwa FARDC kupashambulia, na kama drone zingelikuwa kabisa zimefika ndani kupashambulia, nawaambie kwamba ingelikuwa rahisi zile drone kuondoka pale bila nazo kushambuliwa, kwa sababu vile ya Goma iko bien sécurisé. Sasa confusion yenye iko pale ni kujua sasa realement zile drone zilikuwa zimetoka wapi. Uchunguzi unaendelea kufanyika, na kwa sababu pale yule ambaye alikufa ni mtu wa UNICEF, ni watu ambao kabisa ma community internationale hawawezi wakaikala bila kufanya uchunguzi. Tutakuja kufahamu realite ya hayo apres recherche kabisa ya Union Européenne na UNICEF na ma community internationale watasimama, kwa sababu ile deja ni crime de guerre. Kulikufa watu wawili ambao wote ni wa ressortissa wa manchi za nje, na pale sasa hawawezi wakaikala bila kufanya uchunguzi. Uchunguzi njo kitu kenye kitafanyika après shutuma za FARDC. Hakuna plutôt za AFC M23 contre FARDC, hakuna taarifa yoyote ya FARDC ambayo wajaitangaza. Hakuna habari yoyote ambayo FARDC ishatangaza kuhusu hayo, na ndiyo maana mpaka kwa sasa tuwezi tukakonfirme zile drone zilikuwa zimetoka wapi, kama ni za FARDC, kama ni drone ambazo zilikuwa zimetoka fasi ingine. Hayo yatajulikana baada ya kufanyika kabisa kwa uchunguzi wa kina, na bila mashaka kabisa wale ambao watakuwa wamefanya hayo watakutana na matatizo, kwa sababu ile ni crime de guerre.
Tunaendelea na habari zetu, taarifa zetu moja kwa moja tuwapeleke Minembwe. Minembwe, mnajua siku ya jana kulishinda na vurugu za madrone zilishambuliwa mbili kwa mara ya kwanza ilipofika saa 2 za jioni ya jana. Ingine moja ikashambuliwa na jeshi la Kongo. Jeshi la Kongo likawa nalo linaishutumu Rwanda kwa kuwa njo yenye iko na mvua zile madrone kule Minembwe kusaidia AFC M23 na Twirwaneho. Leo taarifa zilitufikia kabisa ya kwamba tena ndege ya drone moja ilionekana pale Minembwe. Haikuvuka eti ifike wapi, kule Mikenge au kule Point Zero kwenye FARDC iko, kwa sababu zilipo anza kuenda kule njo zilishambuli. Zile za kwanza ambazo zilienda kule zilishambuliwa na FARDC, zote kabisa zikatiwa chini. Hivyo ile drone ingine nayo ilionekana pale Minembwe apres muda kidogo ikaenda, haikufika kule kwenye FARDC kwa sababu nayo ingelishambuliwa kule, kwa sababu FARDC wako macho apres kuzibombarde zile drone 3 kabisa. Ilionekana kwamba FARDC wako macho kule anga ya maeneo hayo wanaikontrole. Donc kwenye wako anga ya pale wanaikontrole. Minembwe hayo iko mikono ya AFC M23 na Twirwaneho. Ya anga ya Minembwe hawawezi wakaweza kuikontrole kwa sababu hawa installe mashine zao pale. Minembwe iko kontrole na AFC M23. Ile drone ilionekana ikaenda. Sasa vraiment ni kipi kinachoendelea pale Minembwe? Minembwe niliwaambia kwamba walikuwa wameandaa vita kule. Zile drone ziko na fika sana kule, donko kabisa wako naandaa kama wanaweza wakaataki FARDC na wazalendo ambao wanaendelea kukaa aux alentours de Minembwe ama pembezoni na Minembwe. Hali halisi mchana wa leo pale Minembwe ni utulivu, hakuna mapigano, hali kabisa iko kalme, hakuna mashambulizi yanayoripotiwa kule. Kama kawaida wakati wowote kunaweza kukakuwa changement ama mabadiliko yoyote pale, tutawaambia. Wewe tu unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe, yani kujiabone, na habari utakuwa ukizipata kama kawaida. Tuendelee na habari zetu. Habari zetu tuwapeleke moja kwa moja kule Beni, kwa aeroporo ya Beni ile ambayo inaitwa Mavivi. Moto ulichoma kabisa biro ya aeroporo ya pale ya Beni Mavivi, na si ile biro tu bali na hoteli kidogo ambayo ni ya pale nayo iliwaka kabisa. Video mutaipata ku grupe na kusene ya WhatsApp. Moto huo ulitokana na jinsi gaze kabisa za kupika chakula ambazo zilikuwa muile hoteli zilitomboka na njuzi kawaka moto. Muile kuwaka moto sasa zikaanza kupasuka. Mnajua gaze hizi za kupiga chakula na vitu tofauti vya kula, donko gaze kabisa zenyewe wanatumikishaka munani mumafiga pale, zikisha wakatu zinaanzaka pasuka. Na pale njo ginsi bilikuwa wakati ziliwaka moto zilianza kupasuka, njo moto ikasambaa ikafika kubiro kabisa ya service ya aeroport ya Mavivi, na moto ukachoma kabisa ile biro na ile hoteli nayo haikubaki. Moto kabisa ulichoma hivyo vyote. Baada ya muda kidogo kulikuja watu wa kuzima ile moto pale kabisa, ikawa imezimwa. Walifika na wamechelewa kwa sababu ile biro parti moja ya ile biro ilikuwa ishateketea, na ile hoteli nayo vile. Hapo ni Beni kabisa kuile aeroport ya Mavivi. Nadhani kwamba mulizipata habari hizo, na chanzo cha moto huo kabisa ni ile cuisine ya ile hoteli ambapo gaze kabisa ziliwaka moto zikasambaza ile moto kutokana na jinsi pale kabisa ile moto ilikuwa ni kali. Donc wakati zile gaze ziliwaka, moto ulikuwa mkali, zikasambaza kabisa ule moto. Tunaendelea na taarifa zetu, habari zetu mbichi, tuwapeleke kule Walikale. Walikale
wapiganaji watatu wa wazalendo waliuawa wakati wa ugomvi na mwanajeshi wa FARDC huko Mongazi. Mvutano uliongezeka sana siku ya jana Jumane huko Mongazi katika eneo la Luberike kufuatia mapigano makali kati ya mwanajeshi wa kikosi cha wanajeshi cha Kongo FARDC na wapiganaji wa wazalendo. Watu watatu waliuawa, wote wakiwa ni wapiganaji wa wazalendo. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani, tukio hilo lilitokana na kutoelewana kati ya askari kutoka jeshi la kawaida na kundi la wazalendo. Mazingira halisi ya mzozo huo na mada ya majadiliano yaliyosababisha kutokubaliana hayajabainishwa. Wakati wa ugomvi huo, askari huyo alifyatua risasi na kuwaua wapiganaji watatu wa wazalendo papo hapo. Vyanzo vya ndani vinaonyesha kwamba hali ilidhibitiwa saa chache baada ya tukio hilo. Hata hivyo, milio ya risasi iliyosikika katika eneo hilo ilisababisha hofu miongoni mwa wakaaji wa eneo hilo. Mshukiwa wa ufyatuaji risasi alikamatwa na wenzake na kwa sasa yuko mikononi mwa mamlaka za kijeshi za kijeshi kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Waathiriwa watatu walizikwa Jumatano asubuhi katika eneo hilo hilo. Tukio hili linakumbusha visa vingine kama hivyo vilivyorekodiwa katika eneo hilo mnamo mwaka wa 2025. Mapigano mawili kati ya wanajeshi wa wazalendo huko Mongazi yalikuwa tayari nayo yamesababisha vifo na majeruhi. Hapo ni Mwalikale kwenye kutokana na ugomvi kati ya wazalendo na mwanajeshi wa FARDC walipigana masasi. Kupigana masasi, wanajeshi hao watatu wa wazalendo wakauawa wakati wa kushambuliana pale. Tukiendelea na habari zetu, tuambie kuhusu Human Rights Watch ambayo ilirekodi visa 10 vya kutoweka kwa wanachama wa upinzani vilivyopatikana katika magereza ya CNC huko Kinshasa kwa sababu zisizo za kweli. Shirika la haki za kibinadamu linasema kwamba lirekodi visa 17 vya watu waliotoweka, wengi wao wakiwa wanachama wa upinzani kwa sababu zinazotiliwa shaka na wengine kwa madai ya kuunga mkono kundi la wasi wa AFC M23. Shirika hilo la kimataifa la haki za binadamu linatoa wito kwa mamlaka ya Kinshasa angalau kueleza kuhusu watu hawa waliopotea na ikiwezekana kuwafikisha mbele ya jaji. Katika ripoti yao kabisa ya Jumatano hii, shirika hilo lisilo la kiserikali linaishutumu serikali ya Kongo kwa kutumia Baraza la Kitaifa la Ulinzi wa Mtandao CNC kutekeleza ukamataji na uwekaji kizuizini wa wapinzani wa kisiasa kupitia vikosi vya usalama tangu mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Shirika hili lilo chini ya urais wa jamhuri limewakamata na kuwaweka kizuizini kiolela. Ripoti hiyo ilisema hayo kabisa, ikitangaza kwamba watu wengi walikamatwa kiolela na kukamatwa na kufungwa na serikali ya Kongo bila kutoa kabisa taarifa zozote kuhusu kukamatwa kwao. Ili kufikia hitimisho hili, Human Rights Watch inasema kwamba iliwasiliana na watu 34 wakiwemo wafungwa 9 wa zamani katika CNC na jamaa 11 wa wafungwa hao. Wafungwa hao wa zamani waliambia Human Rights Watch ya kwamba walinzi wa Republikani na polisi wa kitaifa waliovaa sare pamoja na maafisa waliovaa nguo za kiraia walifanya ukamataji huu, baadhi yao katika maeneo tofauti, na walikuja kabisa kukamata hao kiolela. Baadhi yao waliripoti kufungwa macho wakati wa usafiri kwenda au kati ya vituo vya mahabusu vya CNC bila kuonyeshwa hati yoyote ya kukamatwa. Kutokana na hayo sasa, Human Rights Watch inaitaka serikali ya Kongo kuweza kutoa mafasilio kabisa yanayohitajika ili hao watu waliokamatwa matatizo yao kujulikane walikamatwa wakiwa na makosa gani, walikopelekwa ni wapi, na kabla ya hivyo vyote kujulikana, basi kesi zao zifunguliwe, isiwe kufungwa tu hivyo kiolela bila kesi kufunguliwa na bila kule kwenye wanakaa kujulikana, na bila kujulikana
ukweli kwa kwenye walipelekwaka. Mnajua kuna wapoza tofauti waliokamatwa, kuna majenerali tofauti waliokamatwa na wengine viongozi tofauti waliokamatwa. Mpaka leo hawajulikani kabisa ni wapi walikopelekwa. Sasa Human Rights Watch inataka FARDC itoe taarifa kabisa na iseme wote waliokamatwa wako wapi, na iseme makosa yao, hivyo kesi zao zifunguliwe, hapana kuwakamata na kuwafunga bila kabisa kutoa taarifa zozote kuhusu makosa yao. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo. Nawashukuru sana, tupatane kama kawaida ndani ya habari mbichi zifuatazo. Merci beaucoup.